Ni sauti za watoto wadogo wasiojua maana halisi ya hicho kinachouliza. Kwao, tohara haina maana nyingine zaidi ya kiza na maumivu tu. Ukweli ni kwamba hata kwenye maumivu na giza kuna mwangazo wa matumaini unaoweza kuonekana. Kiuhalisia, kinachofanyika hapo ni jambo muhimu kwa watoto hawa katika safari yao ya maisha ya wanaume wa kweli. Kidini, tohara hufundishwa kama wajibu na sunna kwa kila mwanamume. Ndio maana mkurugenzi mkuu wa Al-Hikma Foundation, Sheikh Nuruddin Kishki, katika mambo muhimu aliyoyatangaza kufanywa na Al-Hikma Foundation kunako siku ya mashindano makubwa ya Qur'ani mabara yote ulimwenguni ilikuwa ni hii: tutawafanyia sunna watoto wa kiume 1000. Zilichukua siku 40 tu kutoka ilipotangazwa ahadi hii hadi kuanza kutekelezwa kwa vitendo. Jopo la madaktari kutoka SMV ndio waliobeba dhima ya kukamilisha mpango huu wa Al-Hikma. Wao ndio waliotumikisha mili yao na kufikirisha akili zao ili muradi tu jambo hili lisiende msege mnege. Na kitu cha kwanza ilikuwa ni Yombo. Kwanza tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba lile ambalo lilikuwa limeahidiwa limeanza kutekelezwa siku hii ya leo. Tumeanza leo katika kituo chetu hiki cha Yombo Vituka. Vituo vilivyopangwa kufanywa zoezi hili ni jumla ya vituo 22 kutoka katika wilaya mbili tofauti ya Temeke na Ilala. Kama ungalipata bahati ya kusikia mapokezi ya jambo hili, basi ungaliamini Al-Hikma Foundation walichokifanya ni zaidi ya faraja. Tunatoa shukrani za dhati kwa kutusaidia, sababu ni msaada mkubwa sana wameutoa kwa sisi hapa. Mwenyezi Mungu atamlipa Kishki, na Mwenyezi Mungu nimependa kitu kimoja Kishki alichokifanya. Hakutaka kuchagua Waislamu wala Wakristo. Hili jambo limefanywa kwa watu wote. Mpaka sasa vituo 8 tayari zoezi hili limefanyika, ambapo safari ilianzia katika kituo cha afya cha Yombo, kisha tukaenda Buza, katika kituo cha afya cha Buza, zahanati ya Tandika, zahanati ya Mbagala Charambe, zahanati ya Mbagala Kuu, kituo cha afya cha Kijichi, kituo cha afya cha Tuangoma na zahanati ya Mikwambe, ambapo mpaka sasa jumla ya watoto 617 washafanywa sunna kupitia zoezi hili. Na hizi ndio hisia za wazazi juu ya jambo hili. Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwazidishia, kuwasaidia Waislamu na sio Waislamu, kwa sababu tukio hili katika nchi yetu ni jambo kubwa, ni jambo la kuigwa, kiasi ambapo wallahi alazim Sheikh Nuruddin Kishki na jopo lake wamefanya kitu kikubwa ambacho hatuja kukiona, sio kukisikia. Ni kitu ambacho taasisi nyingine pia za kidini zinatakiwa ziige. Shukrani zote zimuendeshe Kishki, ala amzidishie. Kwa niaba ya wazazi wenzangu wote tuliokutana hapa, tumuombee dua Sheikh Kishki, ala ampe umri mrefu. Zoezi hili ambalo halibagui dini ya mtu wala kabila linatekelezwa vyema, huku mwitiko mkubwa ukionekana kila uchwao kwa taarifa hizi kusambazwa kila mahali. Mimi nimesikia kanisani wanatangazwa. Kabidi ni hamasiki kuwaleta vijana wangu wawili. Nani toa taarifa katika kanisa? Mchungaji. Walisemaje mchungaji? Sema kwamba tukawapeleke watoto kituo cha afya wakafanyiwe tohara. Hiyo nilisikia kwenye television siku ya mashindano ya Qur'ani pale uwanja Benjamin Mkapa. Nilitumia kwenye grupu. Hiyo mara ya kwanza nimeisikia nilipomleta mwanangu kliniki. Katika jambo linalosubiriwa kwa hamu ni hatima ya zoezi hili. Yamkini idadi ya watoto 1000 ilionekana kuwa kubwa kabla, lakini mpaka sasa ni dhahiri idadi hiyo inaweza kuonekana kuwa ni ndogo kutokana na mwitiko mkubwa wa watu katika kila kituo husika kinachofanywa tohara. Tuliofanya ni wengi kuliko idadi ya matarajio. Hatujui tufanyaje kwa sababu of course uitikio ni mkubwa, wananchi ni wengi, watu ambao wana uhitaji ni wengi, na vituo bado ni vingi. Kwa hiyo unashindwa useme sasa ikifika 1000 ndio tutakatisha au vipi? Tutazungumza na Al-Hikma tuone namna gani ambavyo wanaweza wakalishughulikia hili inshallah. Al-Hikma Foundation waliahidi na sasa wanatimiza, na Allah anashuhudia. Abdullah Mashi, Kishki TV, Dar es Salaam.